Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Nawakaribisha nyote katika jina la Yesu. Karibuni sana to our family fellowship in the name of Jesus. We thank God for his blessing. We thank God for his favor in the name of Jesus. I hope wherever you are blessed. Katika jina la Kristo Yesu, this is the day that the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. In the name of Jesus, we thank God. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya jamii. Katika jina la Yesu, tumekuwa tukizungumza kuhusu kudumisha mahusiano yenye afya katika jamii katika jina la Kristo Yesu, and I know that God is helping us and God is blessing us in the name of Jesus. I would desire that you get prepared for tonight. We are a bit late, but we thank God we are able to make it in Jesus' name. Hallelujah. I will start by praying and then we go off. Katika jina la Yesu. Let us pray together. Father, in the name of Jesus, we thank you for tonight. We pray that you may bless us as we bring your word. In the name of Jesus, minister through us, oh God, for the glory and honor of your name. Thank you for that family. Thank you for that person who is watching us. We pray for your blessing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. And the church here say amen. Amen. We are in part 7. Tuko katika sehemu ya 7 ya kudumisha jamii zenye afya. Katika jina la Yesu, nirudie tena, tuko in part 7 of maintaining healthy family relationships. Katika jina la Yesu, na siku ya leo tunataka kuzungumza in a subtopic, our subtopic for part 7, tunazungumza juu ya a family that glorifies God. Jamii ambayo inamtukuza Bwana. Let me repeat again. A family that glorifies God. Jamii ambayo inayomtukuza Bwana. Tunajua ya kwamba Biblia imefundisha ya kwamba jamii ndio institution ya kwanza, the oldest institution ordained by God. Katika jina la Kristo Yesu, baada ya Mungu kuumba vitu vyote katika ulimwengu na akamuumba Adamu, na akasema ya kwamba it is not good for a man to be alone, na akamuumbia msaidizi, and therefore it was the first institution. Kabla ya institution nyingine yote kuumbika ama kutengenezwa, family is the oldest institution. Na kwa hivyo katika maandiko, Biblia inaeleza vizuri kuhusu jamii katika jina la Yesu. Biblia ina nafasi ya wazazi, Biblia ina nafasi ya watoto, Biblia ina nafasi ya mke, Biblia ina nafasi ya mume katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo wakati maandiko wakati maandiko yanapoleta picha ya familia, inachora picha ambayo jamii inatakiwa kulete utukufu kwa Bwana. Kwa hivyo it is important for you to know ya kwamba kusudi kubwa sana ya Mungu kuweka institution ya family, na ninaposema family I mean all included, wewe na watoto wako, ni kwamba tumletee Mungu utukufu. We bring glory to God katika jina la Kristo Yesu. Na siku ya leo ninataka kukuchorea familia ambayo inaleta utukufu kwa Bwana. Praise the name of Jesus. Familia ambayo inaleta utukufu kwa Bwana. Na nitaanza kusema hivi, familia ambayo inaweza kumtukuza Bwana ni familia ambayo kila mtu ana function katika nafasi yake. Very important. Ni familia ambayo kila mmoja ana function katika nafasi yake. By the way, Mungu ameweka kila mmoja kuwa na nafasi yake katika jamii. Kuna nafasi ya wazazi ambayo they are supposed to function to the fullness, na kuna nafasi ya watoto ambayo wanastakiwa kufunction to the fullness katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ndiposa jamii mletee Mungu utukufu, lazima kila mmoja aweze kufanya kazi yake. Na ninataka tuanze
kwa sababu ni vizuri kwa kila jamii, ni vizuri tuanze na functions za kila mmoja siku ya leo. Tusome functions za kila mmoja, na tutaanza kwa kusoma function ya mwanamume ama the husband, the man of the house. Na tunaanza kwa kusoma katika kitabu cha Waefeso 5 mlango wa 20 na kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 25 na 28. Wacha tusomewe na mama mchungaji kwa sauti katika jina la Kristo Yesu. Waefeso 5 mstari wa 25 mpaka 28. Tafadhali tusomee. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kama Kristo ambavyo alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Ili makusudi alitakase na kulisafisha. Kwa maji katika neno. Apate kujiletea kanisa tukufu. Lisilo na ila wala kunyanzi. Wala lolote kama hayo. Bali liwe takatifu. Lisilo na mawaa. Vivyo hivyo. Imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Apendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Praise the name of the Lord. That is the function of a husband. Kila jamii ambayo kuna mume, hiyo ndiyo nafasi ya mume, kumpenda. Nafasi ya kwanza, wacha niseme nafasi ya kwanza, kwa sababu kuna nafasi nyingine ya mume ambayo nitaelezea baadaye. Kumpenda mke wake kama jinsi yeye anavyojipenda. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba yeye ampende mke wake kama vile Mungu Yesu alivyolipenda kanisa, akajitoa. The key word, akajitoa kwa ajili ya kanisa. Vivyo hivyo mume apende mke wake, ajitoe kwa ajili ya mke wake. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kama wewe, you the man of the house, kuna waume wengi ambao wanaweka jamii zao bila furaha. Wamekuwa wanalete husuni na wanalete masumbuko katika jamii. Lakini ninataka kukupa changamoto ya kwamba nafasi ya mume ni kumpenda mke wake kama vile Kristo alivyolipenda kanisa na akajitoa kwa ajili ya kanisa. Praise the name of the Lord. Lazima tujitoe. Amen. Lazima tujitoe. Kwa hivyo mume anatakiwa to go to any level kwa ajili ya mke wake katika jina la Kristo Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba na Yesu akalisafisha kanisa kwa neno na maji. Praise the name of the Lord. Very important. Let me go out of the way to explain that. Yesu alilisafisha kanisa kwa neno na maji, kwa neno lake na maji. Praise the name of the Lord. Ili ajiletee kanisa takatifu, kanisa tukufu na takatifu lisilokuwa na mawaa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mwanaume anatakiwa kumpenda mke wake, jina la Bwana lisifiwe. Anatakiwa kumsafisha. Haleluya. Kwa neno, maneno yanayotoka katika kinywa chako yanatakiwa kuleta afya, yanatakiwa kuleta usafi even to your wife in the name of Jesus. Na umsafishe kwa maji. Haleluya. Ili ujiletee. Wakati unapofanya hivyo, it is not for her benefit. Sio kwa sababu ya faida tu yake, ni mbali wewe ujiletee. Haleluya. Kwa hivyo vile unavyompenda mke wako kwa kumsafisha kwa maneno mazuri, kwa maji, jina la Bwana lisifiwe. Faida ni kwako kwa sababu wewe ndiye unayejiletea. Amen. Wengine wamewachilia wake zao na wakakosa kufanya vizuri, na kwa hivyo they blame them. Lakini wewe, it is your responsibility to make your wife to be what you desire to have. Good. Listen to this. Yesu alilisafisha kanisa ili ajiletee kanisa takatifu, kile ambacho alichotaka
kwa kanisa. Hicho ndicho alifanyia kanisa, ili ajiletee kanisa takatifu na lisilokuwa na mawaa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kila unachohitaji katika mke wako, wewe ndiye unatakiwa kujitoa na kukifanya, ili ujiletee kile ambacho wewe unachokihitaji katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. It is very important to note that, na ni vizuri kujua hivyo. Wacha tuende a step further, tuone nafasi ya mke, na pia tutaangalia hata nafasi ya watoto, nafasi ya baba na nafasi ya wazazi. Sikiza, katika kabla sijaenda kwa mke, wacha nisome hivi. Wakolosai 3:19 inasema, husbands love your wives and do not be harsh to them. Nyinyi waume wapendeni wake zenyu na msiwe wakali kwao. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wacha tuende step number 2. Tuangalie nafasi ya mke. The Bible has a place for the wives. Now, let's go to Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Tusomewe kwa sauti. I love this. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Tafadhali note this. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Very important. Katika kila jambo. Praise the name of the Lord. Neno hili ambalo Kiswahili kinatafsiri kumtii ni to submit. This is a very difficult word for every lady. To submit. Praise the name of the Lord. Na maandiko inasema the place of a woman is to submit to the husband in everything as unto the Lord. Praise the name of the Lord. Kama vile kanisa linavyo mtii Kristo. Amen. I want to challenge every woman there. Wewe ambaye uko katika jamii, wewe ambaye una mume wako, jambo ni kwamba kama jamii yako itakuwa na uhusiano wenye afya, lazima ujifundishe kumtii, kusubmit kwa mume wako. Very important. Haijalishi yeye kama ana uwezo mwingi ama hana uwezo mwingi. Haijalishi kama ana mali nyingi ama hana mali nyingi. Mungu amemweka as the head of the family, na tunatakiwa kusubmit katika wake, wanatakiwa kusubmit katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu the beauty of a woman, urembo wa mwanamke is the beauty of submission. Praise the name of the Lord. Na tunaposema submission, sio kwamba tunamaanisha ya kwamba yeye ni duni. Very important, note this. Sio kwamba yeye ni duni, mbali ni mpangilio wa uongozi katika jamii. Praise the name of the Lord. Nasema tena, ni mpangilio wa uongozi katika jamii. Na kwa hivyo kama jamii zetu zitakuwa zenye afya, haleluya, katika jamii there is no two power centers. Unajua mahali popote ambapo kuna nguvu kutoka two different centers, ile tunaitanga 50-50, kuna kuwa na mfutano. There is nobody who has the final word. Wanafutana, na kila siku nyumba hiyo itakuwa na malumbano. Hata watoto watakuwa wakiona wazazi wao wanarumbana, hata nao wataambukizwa roho ya marumbano. Wataanza kupigana ovyo ovyo hata wakati watakapokuwa wakubwa and they go to their own houses, kwa sababu wamezoea nyumba yenye marumbano. Hata nao watakuwa watu wenye marumbano. Na kwa hivyo ni vizuri, kwa sababu Mungu ameweka mpangilio wa uongozi. Kama tutadumisha jamii zenye afya, ni vizuri ya kwamba wake wajue nafasi yao, the place of submission.
Praise the name of the Lord. Na wakijua nafasi hiyo, the woman has a very great power, lakini power yake inakuwa exercised in the place of submission katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. And it is very important for you to maintain a healthy relationship in the family, for the woman to be in the place of submission katika jina la Kristo Yesu. Pia the word has given us the word to the children. Watoto, tafadhali sikizeni watoto. Labda mlikuwa mnafikiria leo ninazungumza juu ya wake na waume peke yao, lakini let us read the word ndiposa tujue hata watoto wana nafasi yao. Na Kezia ndiye atatusomea neno hilo katika Waefeso 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Tunataka kuzungumza nafasi ya watoto, kwa sababu kila jamii yenye afya lazima watoto wajue nafasi yao. Lazima watoto wajue nafasi yao katika jina la Kristo Yesu. Waefeso 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Please underline the word in the Lord. Very important. For this is right. Honor your mother and father. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Which is the first commandment with a promise. Which is the first commandment with a promise. So that it may go well with you. So that it may, very important, so that it may go well with you. And you may enjoy long life on the earth. And you may enjoy long life in the earth. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo lazima watoto wawatii wazazi wao katika Bwana. Kila mtoto amtii mzazi wake katika Bwana. Praise the name of the Lord. Hilo ndilo neno kwa watoto. Kama jamii itakuwa na uhusiano wenye afya, even children, they must know their place. Their place is a place of obedience and honor. Very important. I say again, wewe mtoto ambaye unanisikiza, unaweza kuwa na miaka 3, unaweza kuwa na miaka 2, unaweza kuwa na miaka 10, 15, 18, haleluya. Lakini jambo ni kwamba kila mtoto aliye chini ya mamlaka ya wazazi anatakiwa kuwatii, obedience. Na jambo la pili, kuwaheshimu. Sikizeni, kuwaheshimu wazazi. Inawezekana mzazi wako ni mama peke yake ama ni baba peke, is a single father or a single mother, but as a child, na wewe umeona labda umekuwa kwa sababu umelelewa katika nyumba ya a single mother and she is your parent. Na wewe labda unaona umekuwa mkubwa, umekuwa mzee, sasa una sauti ngumu, and so you think that you can go and umefikisha miaka 15, unafikiria kwamba now I can do whatever I want kwa sababu mimi sasa ni mwanaume. No, please. Biblia inasema obey your parents and honor them so that it may go well with you. The key is that it may go well with you. Obedience haitakuwa tu nzuri kwa wazazi, na kuwaheshimu wazazi na kuwatii sio tu uzuri wao, mbali inakuwa faida hata kwa watoto. Unasikia kazi ya? Inakuwa faida hata kwa watoto. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri watoto tujifunze kutii wazazi wetu. Na Biblia inasema ya kwamba tuwatii na kuwaheshimu katika Bwana, in the Lord. Praise the name of the Lord. Where is it? In the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba this is the first commandment. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Praise the name of the Lord. Na ahadi yake ni kwamba so that you may live long. Uishi maisha mazuri. Tunatakiwa kuwatii wazazi wetu. Na pia hata wakati tutakapokuwa wakubwa, we honor our parents. We honor them. Tunawaheshimu katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kila mtoto ambaye ananisikiza, na ni vizuri hata watoto wasikize this video, ni kwamba we are supposed to obey. Kama maisha yako yatakuwa mazuri wakati unapowatii wazazi wako, unapowaheshimu, it is not only for the benefit of your parents, bali ni kwa sababu ya faida yako ya maisha ambayo unaishi sasa na hata maisha ambayo utakayoishi baadaye.
Praise the name of the Lord. Na wacha niwaambie, Biblia inasema ya kwamba katika Wagalatia 6 ya kwamba kile mtu apandacho ndicho atakachovuna. Ukipanda kutii, utavuna kutii. Praise the name of the Lord. Ukipanda upendo, ukipanda heshima, hata wewe utaheshimiwa katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo, watoto, obey your parents. Praise the name of the Lord. And honor them. Na muwaheshimu katika jina la Kristo Yesu. Na hiyo ni nafasi ya watoto katika jamii. Kuna pia nafasi ya wazazi. Now as a parent, Biblia inazungumza kuhusu fathers. Na ninapozungumza hii, I want to talk to the parents. Kuna nafasi ya parents to their children. Ukisoma katika Wakolosai 3 mstari wa 21, naye Kezia tusomee Waefeso 6 mstari wa 4, na itakuwa ni vizuri. Listen to this very powerful word. Ninyi akina baba, msiwachokoze. Tafadhali akina baba nisikizeni. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu. Wasije wakakata tamaa. Very important. Hallelujah. Kama jamii yako wewe baba itakuwa yenye afya, wewe mzazi kama jamii yako itakuwa yenye afya, usiwachokoze watoto wako wasije wakakata tamaa. The parent should be an encourager. Amen. Mzazi lazima awe mtu ambaye anatia watoto wake nguvu. Don't tell your children that they are useless. Usiambie watoto wako ya kwamba wewe ni bure, wewe hauwezi, utatokea wapi, maisha yako ni bure, wewe unaonekana utaenda tu njia ya kupotea. No. You should be, wewe unatakiwa kuwa an encourager. Watoto wako wasikate tamaa katika jina la Kristo Yesu. Na wakati unajua the devil is the lord of discouragement. Shetani ni mkuu wa kuvunja moyo. Lakini wewe mzazi unatakiwa encourage watoto wako, kuwatia moyo. Wakati mwingine jamii zinakuwa na shida kwa sababu watoto wamekata tamaa. Nimeshaiona ya kwamba watoto saa zingine after doing an exam wanakufa moyo mpaka wanajitia kitanzi. Nimeshaona watoto wengine wanakata tamaa, hata wanatoroka makwao, na inakuwa very discouraging. Lakini jambo ni kwamba as a parent you are supposed kutia moyo watoto wako. Soma Waefeso 6 mstari wa 4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Tusomea na Kiswahili kwa sababu it is very important. Kuna neno hapo ngumu kidogo. 6:4. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni akina baba. Baba, don't just be an absentee father. Baba, take your time. Chukua nafasi yako. If your family will have healthy relationship, take your time. Ufanye nini? Baba afanye nini? Bali wale, chukua nafasi ya kuwalea katika adabu na maonyo ya Bwana. That is the work of the father. That is the work of the head of the family. Na kama baba hayuko, mama, hiyo ni nafasi yako. Train your child in the way of the Lord. Training them. Training ni kuwa train. This is a military word. To train them in the way of the Lord. Katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wazazi tuna nafasi for training our children. Tunatakiwa kujaribu as much as we can to be there to train them katika jina la Yesu, kwa kuwazungumzia, kwa kuwaonyesha jinsi ya kufanya katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Sikiza vizuri nikwambie. Tumesoma na the word for the husbands. Tumesoma the word for the wives. Tumesoma a word for the children. The Bible is very categorical. Biblia iko vyema sana, imeandikwa vizuri sana. It is the manual for every family.
Good. Biblia ni manual for every family. Na tumesoma nafasi ya watoto, na tumesoma pia nafasi ya wazazi, training their children, kutowachokoza, kuwatia moyo. Tumesoma nafasi hizo zote. Na kwa hivyo every family that will succeed, hallelujah, will have a healthy relationship. Lazima kila mmoja achukue nafasi yake. Lazima kila mmoja atii neno la Bwana ambalo linamzungumzia. Praise the name of the Lord. Neno hilo ambalo linazungumzia wake walitii. Neno hilo linazungumzia waume walitii. Neno hilo linazungumzia watoto walitii. Neno hilo linazungumzia fathers and parents to obey the word. Praise the name of the Lord. And by doing that, because when we do the word of God, wakati tunapotenda neno la Bwana, linalete faida, linalete uhai, linalete afya. Katika jina la Kristo Yesu, jamii zetu zitasimama imara. Na jamii zetu zikisimama imara, haleluya, jamii zetu zikisimama imara, hata kanisa litasimama imara. Hakuna mtu anaruhusiwa kuchukua nafasi ya mwingine. Praise the name of the Lord. Hata kama you have different temperaments, inawezekana mke ana different, mke ni extrovert, mume ni introvert, haleluya. Lakini jambo ni kwamba hata ukiwa extrovert ama mume ni introvert, jambo ni kwamba there is a place for the woman. Jambo ni kwamba there is a place for the man. Na kila mtu achukue nafasi zake. Ni kama uchezaji wa mpira. Haleluya. Wakati mmoja watu ambao ni fani wa mpira, kila mmoja ana nafasi yake. Na kama timu inaweza shinda na iende nyumbani ikishangilia na kufurahia ushindi, ni kwamba lazima kila mmoja acheze nafasi yake. Praise the name of the Lord. Imagine goalkeeper akienda kuwa striker, anawacha goal ikiwa wazi, anaenda kuwa striker. That is confusion. There will be wataenda nyumbani wakipigana vita, wakianza kublamiana, ni wewe ulifanya. All the back, wanaitwa nini, the fullbacks, wale ambao wanalinda pale nyuma, wanaenda mbele, wanawacha kule nyuma kukiwa wazi. Mtu asipochezea nafasi yake, kunatokea confusion and chaos. In the same way, family, kila mmoja, watoto wasipokuwa na nafasi yao, baba nafasi yake, mama nafasi yake kama wazazi, mke nafasi yake kama mke, mume nafasi yake kama mume, if they don't hawachezei nafasi zao, there will be confusion in the family. But when everybody anachezea katika nafasi yake, there will be breakthrough, there will be joy, the family will be healthy in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. I am getting blessed here in the name of Jesus. Hallelujah. Ambia jirani yako, take your place. Take your place. Amen. Take your place in the name of Jesus. Hallelujah. When you take your place, your family will be healthy. You will have a healthy relationship. Praise the name of the Lord. Naomi is telling me time is over. Let me pray with you in the name of Jesus. Wacha tuombe na wewe. Baba, katika jina la Kristo Yesu, asante kwa sababu ya jamii hiyo wananitazama. Ninanenea kila familia baraka zako katika jina la Yesu. Bless every family, oh God. Wainue mfalme, wape mahusiano yenye afya katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Kanisa liseme amen. Amen. Tuwapigie watazamaji wetu makofi mazuri. Asante kwa sababu ya kututazama. God bless you. We love you. We desire to hear from you. You can write us a message. You can write a comment there and let us hear from you in the name of Jesus. God bless you. If you are getting blessed by these programs, please leave a comment there katika jina la Kristo Yesu and let us know where you are watching us from in the name of Jesus. God bless you and God bless you again. God bless you. Amen.